nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Mkononi mwake Ana uzima tena ni wa milele. Mkononi mwake ana uzima ninaotafuta, na uzima huo anatoa bure kwa walio tayari. Lakini kuna kanuni moja ya kwamba huwajali watu. nimemuona Mungu yu mtukufu anakuwa. Anatamani mimi niende nikamlishe. Nimemuona Mungu ana njaa ana chakula. Anatamani mimi niende nikamlishe. Nimemuona Mungu ni mgonjwa kitandani. Anatamani mimi niende kumtazama. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Mkononi mwake Ana uzima tena ni wa milele. Mkononi mwake ana uzima ninaotafuta, na uzima huo anatoa bure kwa walio tayari. Lakini kuna kanuni moja ya kwamba huwajali watu. nimemuona Mungu amefungwa gerezani. Anatamani mimi niende kumfariji. Nimemuona Mungu ni mkimbizi mipakani. Anatamani mimi niende kumpokea. Nimemuona Mungu ni yatima hana wazazi. Anatamani mimi niende nikamtunze. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Mkononi mwake Ana uzima tena ni wa milele. Mkononi mwake ana uzima ninaotafuta, na uzima huo anatoa bure kwa walio tayari. Lakini kuna kanuni moja ya kwamba huwajali watu. nimemuona Mungu ni mjane hana matunzo. Anatamani mimi niende kumuhifadhi. Nimemuona Mungu amefiwa ana majonzi. Anatamani mimi niende kumfariji. Nimemuona Mungu ni kilema na hajiwezi. Anatamani mimi niende kumuinua. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Nimemuona leo, nimemuona Mungu. Mkononi mwake Ana uzima tena ni wa milele. milele. Mkononi mwake Ana uzima ninaotafuta, na uzima huo anatoa bure kwa walio tayari. Lakini kuna kanuni moja ya kwamba maisha yenu. Pole, pole,
Bwana uwapoke, wajaze baraka zako na neema zako, wakutumikie Bwana wako. Tusimame tuapige vigelegele na kwaya. Jamani tusimame. Tusimame jamani tuapige vigelegele kina kwaya. Wanakwaya tuapige vigelegele. Tusimame kina mama, kina baba pia. Tusimame jamani, tusimame. Ukiwa kwenye kiti usimame. Tunawasogeza marusi jamani, wanakuja ukumbini marusi wetu wakiwa sambamba na wanakwaya kama hivi. Yeah.
wanapendeza kwa kweli. Bwana awe nanyi. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Leo ni siku ya furaha kwa sababu tunaenda kushuhudia ndoa ya Rafaeli Makomba pamoja na Lawrence Ashija ambao wanakuja mbele ya Mwenyezi Mungu wakiomba Mwenyezi Mungu abariki ndoa yao, abariki nia zao, abariki maisha yao, na kila mara Mwenyezi Mungu awajalie mahitaji ya mioyo yao. Kwa hiyo tuzidi kuombea wenye ndoa ili chochote ambacho wanahitaji mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya leo waweze wakazipata. Tunapokuwa na misa ya ndoa inatukumbusha na sisi ambao tuliwahi kufunga ndoa kwamba maisha ya ndoa inahitaji uaminifu, inahitaji msamaha, inahitaji upendo. Je, bado sisi tuna upendo katika ndoa zetu? Je, bado tunawasamehe wenzetu wanaotukosea katika maisha ya ndoa? Au je, katika maisha yetu tumebaki uaminifu ama tumevunja uaminifu? Mahali ambapo hatujazidi kuwa waaminifu katika ndoa zetu, ama mahali ambapo hatujakuwa watu ambao tunasameheana katika ndoa zetu, basi tuombe toba, tujute dhambi zetu. Na mungamea Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
mwanamke. Waunganishe hawa watumishi wako Rafaeli Makomba pamoja na Laurensia Shija ambao wataunganishwa na agano la ndoa. Wewe umewapa kupendana, wape pia kuwa mashahidi wa mapendo hayo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Somo la kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu lilikuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa na katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Katika njia zake itikio. Mbali mwa nyumba yako wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako itikio. Heri ya Yerusalemu siku zote za maisha yako itikio.
wajiliwa wako wasiloliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zenu pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana, nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa, ili mrithi baraka. Neno la Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Upendane kama alivyotupenda Mungu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Mafarisayo wakamwendea Yesu wakimjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akawajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Neno la Bwana. Walivyokuwa wanacheza kwa furaha. Kwa hiyo Rafaeli na Laurensia, kama ulikuwa unaangalia vizuri, mimi nilikuwa nawatazama mara ya kwanza, naona Rafaeli anacheza na alikuwa anacheza vizuri sana. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo tunaenda kuzungumzia maana ya ndoa. Maana sisi kama Katoliki tuna sababu na tunaitambua ndoa maana yake ni nini. Tukiangalia katika somo la kwanza leo kutoka kitabu cha Mwanzo, kama ulikuwa unasikiliza vizuri, inasema ya kwamba si vyema mtu kukaa peke yake. Na tunaona Mwenyezi Mungu ndiye anayeongea kwamba si vyema mtu kufanya nini? Kukaa peke yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alivyoumba Adamu, aliumba Adamu kwanza,
akampa Adamu kila kitu. Alimpa wanyama, alimpa cheo, alimpa chochote ambacho alikuwa anahitaji. Lakini bado Adamu alikuwa ana furaha, alikuwa ni mpweke. Basi Mwenyezi Mungu akaona nimuumbie wa kufanana naye. Na ukiangalia katika hilo somo ni kwamba alipewa usingizi. Na alipopewa usingizi, Mwenyezi Mungu akaamua kutoa ubavu wake na kumuumba nayo mwanamke. Na tunaambiwa kwamba Adamu alipoamka kutoka usingizini, alipomwona mwanamke alifurahi. Mungu ni mwema kila wakati. Ndio maana nina imani kwamba leo Rafaeli ulikuwa unatabasamu. Sijui ulikuwa unatabasamu na mimi sijajua. Lakini nadhani kwamba ulipomwona Laurencia ulikuwa unatabasamu. Ni kwamba ulipoamka katika usingizi ukamuona, hivi ulimtoa wapi huyo? Kutoka kijiji gani? Adamu alipoamka alitabasamu, alifurahi. Na ndio maana leo pia Rafaeli, inabidi kila mara unapomwona mke wako inabidi unatabasamu. Kwa kuna baadhi ya wanaume wanakuwa na sura ya kazi, hawajawahi kutabasamu na wake zao, yaani kijeshi tu. Leo tunalikwa katika maisha yetu kwamba tukiangalia hilo somo ni gira ya kukwambia chochote anachohitaji, lakini kama hautabasamu anaogopa, maana jii unatafakari nini, haujui uko kwenye mudu gani leo. Kwa hiyo ni kwamba yani unamfungia mlango ya kufanya nini, ya kukwambia kilicho moyoni. Kwa hiyo sisi tunaliko kama wanaume, ili wanawake wezetu waweze kuongea na sisi vizuri, inabidi tunakuwa na sura wawili, na hao watu wawili ambao wamekubaliana inabidi wawe kitu kimoja. Mungu ni mwema na kila wakati. Na ndio maana ukiangalia hilo somo linasema ya kwamba kwa sababu hiyo mwanamke ataachana na wazazi wake, mwanamume ataachana na wazazi wake, watakuwa kitu kimoja. Na ndio maana nasema ya kwamba hawajakuwa vitu viwili bali kitu kimoja. Kwa hiyo kuanzia leo kupitia misa hii takatifu mnaenda kuwa kitu kimoja. Sio tena Laurencia, sio tena Rafaeli, bali kitu kimoja. Na maanisha nini kuwa kitu kimoja? Ni kwamba katika maisha yenu muishi maisha ya umoja. Lazima alichounganisha Mwenyezi Mungu, binadamu asifanye nini? Binadamu asifanye nini? Kwa hiyo hauruhusiwi kutenganisha ndoa ya watu. Ndio maana maandiko alianza kwa kusema si vyema ukae peke yako. Wewe ambao bado uko peke yako, sijui unasubiri nini? Kuna wengine hataki kuolewa lakini yeye ni mchepuko. Ila ukimwambia mambo ya ndoa hayuko tayari. Ila ni mchepuko, amewapanga wanaume hawafahamiani na suruali zao. Mwingine kwa hiyo unaweza kupata kwamba wanaume zaidi hata 10 lakini wazee hawafahamiani. Kwa jitahidi uombe Mwenyezi Mungu akupe ya kwako. Sio kwamba unaona tu ya watu, unapenda tu na nyemelea za watu, wakati wewe unapewa nafasi unasema sitaki kuolewa, lakini unakuwa mchepuko ya watu. Hiyo sio vizuri. Ila hapa najua hamna mchepuko, sio? Kama najua wewe ni mchepuko, basi njoo uniambie, nitakuombea upate hapa. Unaelewa vizuri? Mungu ni mwema na kila wakati. Basi tunaona kwamba alichounganisha Mungu, binadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kwa hiyo ni wewe hapo ndio unaweza kutenganisha ndoa za hao. Na ni wewe hapo ambao umekuja kushuhudia, maana kuna pia wengine hawajaamini kwamba labda Rafaeli anafunga nao na Laurencia. Anakuja kukuhakikisha ni ukweli ama ni uongo. Basi tuone jinsi ya kuishi. Na hii ndio tunapata sasa katika barua ya Petro kwa watu wote. Petro anasema ya kwamba nyie wanawake watiini, maliza, watiini nini? Waume zenu. Nyie wanawake watiini waume zenu. Sio maneno yangu, ni maneno ya Petro. Anawaambia wanawake watiini waume zenu. Kwa hiyo leo Laurencia, kitu cha kwanza anachohitaji mume wako. Lazima uonyeshe heshima kwa mume wako.
Alafu maandiko yanaendelea kusema ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe majipambo ya nje, yaani kushuka nywele, kuvaa hereni, nyingine kupaka midomo, nyingine nini tena, kupaka makucha, nyingine tena nini, umesahau, sivyo? Mtakumbuka baadaye. Kwa hiyo kujipamba kwenu kusiwe hizi mapambo ya nje. Kwa hiyo mwanamke, mapambo ya nje sio muhimu katika maisha ya ndoa, kwamba lazima upake mdomo, lazima uende saluni, lazima uvae hereni. Sio muhimu. Anachohitaji Petro, muwe na mapambo ya ndani, kwamba katika maisha yenu mapambo ambayo inabidi muwe nayo, muwe na moyo wa huruma kwa waume zenu, muwe na moyo wa utii kwa waume zenu. Hizo ndio mapambo ambayo inabidi mujipambe nayo. Muwe na moyo wa upendo, muwe na moyo wa msamaha, muwe na moyo wa kuwa wazi kwa waume zenu. Hizo ndio mapambo anachozungumzia Petro. Kwa hiyo leo katika muende saluni, sio lazima uweke hereni. Anachohitaji Rafaeli ni mapambo ya ndani. Uwe na moyo wa huruma kwake, uwe na moyo wa msamaha, uwe na moyo wa usikivu, uwe na moyo wa wazi, unakuwa wazi kwake. Ndio mapambo anachozungumzia Petro. Mungu ni mwema na kila wakati. Nataka mpake midomo, napaka mweke hereni. Wengine wametoboa mpaka mapua, yaani kazi yake ni kunusa ndo watu. Kama naweza kufanya nini, unaita nini, yaani kuchoma, mnaita nini, kunini mapua, kufanya nini sasa, kutoboa. Kama naweza kutoboa mapua lake, je, hawezi kutoboa moyo wako ambao hauna? Kwa hiyo majipambo ambayo anazungumzia Petro sio ya nje. Ya nje sio muhimu. Kwa hiyo leo tujitahidi, na sijasema kwamba msikuwe na mapambo ya nje, lakini cha kwanza muwe na mapambo ya ndani. Ndio tunazungumzia hapa. Hakikisha kwamba una mapambo ya ndani, unaheshimu mume wako, unamsikiliza mume wako, unamwonea huruma mume wako, unamwombea mume wako. Hivi kuna baadhi ya wanawake umewahi kumwombea mume wako tangu muoane? Mama nasema yule jamaa yule, hoya. Mume zao wanarudi, yani vile alikuwa amekaa chini ya mwembe amekaa tu. Hajali huyu baba. Simona wanacheka, wanajua. Jona wanacheka, jua tayari ujumbe umefanya nini? Umefika. Kwa hiyo lazima tuwe na moyo wa huruma. Kama mume wako amerudi, kama wewe ni mama, jua jinsi ya kumkaribisha mume wako. Na kingine, mapambo ya ndani, uwe mtu ambaye unaweza kumwombea mume wako. Nimeuliza hapa, kuna baadhi ya wanawake mpaka leo hajawahi kupiga magoti na kumwombea huyu baba ambaye ni mume wake. Kazi yake ni kulalamika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio anachofanya. Kwa hiyo uwe mtu ambaye unaweza kufika mahali upige magoti, umwombee mume wako. Na kuna baadhi ya wanawake kuliko kuwaombea waume zao, wanawaidia waume zao. Sasa kama ni usiku, baba analala, anakoroma kama generator, unaamka, unaangalia kochi yake, na unaanza kuchukua ile ambazo ziko pale ndani. Ila najua uko idugola hamnyisi uwezi, sivyo? Hamnyipika uwezi. Kwa lazima katika maisha yako uwe na mapambo, uwe mtu ambaye unaweza kumwombea mume wako, na pia ni mtu ambaye inabidi ufahamu hali ya mume wako. Kuna baadhi ya wanawake hawajui hata waume zao wanakula labda ugali kiasi gani. Hawajui waume zao wanakula hata chai kiasi gani. Yaani jinsi unavyompakia mtoto chakula, ndivyo unavyompakia mume wako chakula. Ndio maana kuna baadhi ya wanaume wako hoi hai. Waume zao hawajui jinsi ya kuwatunza waume zao. Leo unalikwa katika maisha yako. Na ukiangalia baba tayari ametunza mume wako vizuri. Mungu ni mwema. Unaweza kusamehe. Kuna baadhi ya wanawake wanashindwa kuwasamehe waume zao. Ambao kama mwanamke inabidi uwe nayo. Mapambo mengine inabidi uwe wazi. Kuna baadhi ya wanawake sio wazi kwa waume zao.
anaaga anaenda Nzega, kumbe anaenda Kahama kuhama huko. Kwa hiyo katika maisha yetu tunaalikwa mapambo ya ndani. Moja mapambo ya ndani ni kwamba tuwe wazi kwa ume zetu. Anaaga anaenda kuona mamake ni mgonjwa, kumbe sio mgonjwa, yeye ndio mgonjwa, anaenda kutibiwa sehemu nyingine. Naongea na watu wazima. Hiyo tuwe wazi. Hapo unapata kwamba mtu anaanzisha miradi, mume wake hajui kwamba ana miradi pasi. Hayuko wazi. Kwa hiyo tunaalikwa katika maisha yetu tuwe watu ambao tuko wazi kwa waume zetu. Mungu ni mwema na kila wakati. Halafu Petro anaendelea kusema ya kwamba na nyie wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Sasa hapo sijui kama Rafael, ibidi kabla hujafunga ndoa tukupeleke Mirembe uangalie kwamba una akili ama hauna. Tunakabidhi Laurensia kwa mtu ambaye akili haipo. Kwa hiyo tunaona Petro anasema kwamba mtu ambaye anaweza kutofautisha mazuri na mabaya. Lakini unaweza kupata katika maisha ndoa, wanaume wanajidai kwamba sisi ndio kichwa cha ndoa. Lakini ukiangalia hana akili. Hata mke wake anamshangaa. Kwa hiyo kama una akili, mtu ambaye ana akili lazima kila mara afanye uamuzi wa busara. Inaonyesha una akili. Lakini kama unasema una akili, yani hauna tofauti na kichaa kama huwezi kufanya uamuzi wa busara. Na ndio maana kuna baadhi ya wanaume mnavunja ndoa zenu ama ndoa zenu zinavunjika, maana Mwenyezi Mungu amewapa akili lakini mmeshindwa kutumia akili zenu. Mtu ambaye ana akili hauwezi kaa kwamba wewe ni baba lakini una mchepuko zaidi ya 5. Una akili gani hiyo? Mtu ambaye ana akili, wewe ukasema una akili, mke wako anaishi maisha ya taabu. Chakula hamna. Kazi yako ni kuamka na kwenda kijiweni. Simba Yanga kuanzia jioni mpaka asubuhi. Halafu unasema una akili. Mtu ambaye ana akili hauwezi kaacha mke wako anaishi maisha ya kufanya nini? Ya kuteseka. Kuna baadhi wanaume hani mpaka leo wake zao hawajui wanavaaje, wake zao hawajui wanaishije, yani yupo tu. Yani tangu ambaye huyu mama hajamnunulia vitu vingi, hata ile nyingine ambayo nimesahau hajawahi kumnunulia. Kwa katika maisha yetu kwa leo Rafaeli, tunakukabidhi Laurensia. Kama kweli Laurensia wewe unasema una akili, hatupendi tuone ya kwamba Laurensia anazidi kukonda na mchepuko anazidi kunenepa kama nguruwe. Lazima utunze mke wako, lazima uhakikishe mke wako anajisikia na anajisifia kwamba kuolewa na mke wako. Unapoendelea kugoma ataenda kanisa nyingine. Mungu ni mwema na kila wakati. Namkaribisha nyumbani, unasikia tu kwamba anatoa sauti kama ya nguruwe. Haifai katika maisha. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa leo kuona mke wako pia amependeza. Sio kwamba unanyemelea watu ambao wamefanya nini? Wameundwa wakaunika. Na wewe pia mwanamke ni matunzo. Kuna baadhi ya wanaume wanashindwa kwa ni aibu. Unasema kwamba ni mine, hatu ni wakwangu. Wakwangu inahitaji gharama. Wewe ukasema ni wakwangu, hata yebo hujawahi kumnunulia. Unasema ni wakwangu. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo ili muweze kuishi maisha mazuri, ili uongoze familia yako vizuri. Na leo pia katika maisha ya ndoa tunaposema akili, lazima muwe watu ambao mnavumiliana. Maisha ya ndoa inahitaji uvumilivu. Watoto wake wanasoma shule za kawaida, mchepuko mtoto wake anapeleshwa English medium.
Nashangaa. Hayo yote ni kwa sababu saa zingine kanisa linakupa hospitali ambao mimi nakabidhi wazi. Kwa hiyo hospitali yako ni huyu hapa, na huyu ni hospitali ya rufaa. Ni kwamba katika hospitali ya rufaa Rafaeli utapata matibabu zote. Umenisikia? Utalazwa mahali hamna kunguni. Umenisikia? Katika hospitali ya rufaa kila kitu kipo. Umenisikia? Sasa niletewe ya habari umeenda kutibiwa zahanati. Mungu ni mwema. Sasa ni sakramenti ya ubatizo wa biharusi. Naomba basi asimame, asogee hapa mbele pamoja na msimamizi wake. Karibu sana. Mpa mtoto wenu jina gani? Laurencia. Mnaombea nini Laurencia katika kanisa la Mungu? Ubatizo. Je, mnapomwombea alivyotufundisha? Je, uko tayari msimamizi? Je, uko tayari kuwasaidia wazazi wa Laurencia katika wajibu wao? Nao wazazi wako na wasimamizi pamoja na katekista wakutie ishara ya msalaba katika paji la uso. Naomba wote tusimame. Kwa ubatizo na kipaimara upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako, Bwana. Kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni, Bwana. Upende kuwafanya wazazi hawa na wasimamizi wawe mfano mwema wa usimamizi kwa watoto wao, Bwana. Upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako, Bwana. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo, Bwana. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Laurencia, mtakatifu wote wa Mungu, tuombee. Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliyepepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu ya nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu ili mtoto huyu akishaondolewa dhambi ya asili umfanye kala utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tupinge nguvu ya Kristo Mwokozi, tunakutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika huyo Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Kifua chake. Mwamkataa shetani, namkataa. Mambo yake yote kayakataa. Na fahari zake zote kazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa,
akafuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Hiyo ndio imani yetu, hiyo ndio imani ya kanisa. Tunaona fahari kuingama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Je, mwataka Laurensia apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Basi tukae tuimbe wimbo wa ubatizo. Katika dhambi akampa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Unapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili unganike na taifa lake, uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme hadi upate uzima milele mbinguni. Tuseme amen. Umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe ishara ya cheo chako, na ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako, ukaifikisha safi katika uzima mbele mbinguni. Tuseme amina. Haya, msimamizi, mwambie pokea mwanga wa Kristo. Mwambie kwa jina lako. Yesu aliyofanya visiwe wasikie na bubu waseme, akujalie waweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa midomo imani ya Kikristo kwa sifa na utukufu wa Mungu. Ndugu zangu, Laurensia alizaliwa upya kwa ubatizo, sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli mtoto wa Mungu sawa sana sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atapokea Bwana aliyejitoa sadaka. Naomba tumshangilie kwa makofi. Ya kipaimara Roho Mtakatifu. Karibuni wote sasa. Yesu amesema mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara Kristo anatujaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa udhabiti, kupigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi ya kuitakaza dunia. Tunajaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanawe hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo, naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo Bwana wa Mungu. Kwa hiyo tuwaombee kwa ukimya.
Ee Mungu Mwenyezi, Baba Bwana wetu Yesu Kristo, ndio waliowazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukaokoa katika dhambi. Basi Bwana, watie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho ya uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Bwana awe nawe. Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Bwana awe nawe. Ee Mungu, uliwapa mitume wako mtakatifu, ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, utujalie kile ulichotenda wakati Injili inaanza kuhubiriwa kienee sasa pia moyoni mwa mwamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Washangilie, tunapata muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo haya, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaelemesha na kuwaimarisha hao aliokwisha kuwatakaza kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndiyo maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Rafaeli Makomba na Laurensi Ashija, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na kwa moyo radhi? Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana katika maisha hili yote? Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, peaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Rafaeli Makomba, unampokea Laurensi Ashija awe mke wako, tena waidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Laurensi Ashija, unampokea Rafaeli Makomba awe mume wako, tena waidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ukubaliano wenu huo mlionyesha mbele ya kanisa, Bwana na udhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidisha wingi wa baraka zake. Aliwaunganisha Mungu, wanadamu wasiwatenganishe.
Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Amina. Utasema baada yangu, sawa? Anza. Mwenzangu, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pigeni makofi. Rafaeli, wewe ni mke wako? Ndio. Basi naomba mkumbatie mbele yetu. Ngoja sawa. Mwenzangu, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Laurensia, wewe ni mume wako? Basi naomba umkumbatie mbele yetu. Naomba wote tusimame. Wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo anavyopendana na kanisa lake. Ee Bwana, wavumiliane na kuzoweana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Ee Bwana, wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Ee Bwana, nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Ee Bwana, Ee Mungu, wasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vyema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Naomba tuwashangilie, tumepata wanandoa. Amela
Bwana, usikilize sala zetu, zipokee kwa uso mkunjufu dhabihu hizi tunazokutolea kwa ajili ya hawa watumishi wako Rafaeli na Laurencia waliounganishwa kwa maagano matakatifu. Wajalie kwa mafumbo haya, waimarishe katika mapendo ya kupendana nao na kukupenda wewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema nake tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe umefunga maagano ya ndoa kwa nira bora ya mapatano na kwa kifungo dhabiti cha amani, ili kizazi safi cha ndoa takatifu kilete watoto wengi wa ufalme wako. Bwana, kwa maongozi yako na kwa neema yako unapanga hayo yote mawili kwa namna ya ajabu, ili kama vile kuzaliwa kwa mwili kumejaza duniani, kuzaliwa kwa roho kiliongezee kanisa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nasi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Alipojitoa kwa ari yake ya teso, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Na askofu wetu mkuu Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa na msaidizi wake Josephat Bududu na watumishi wake wote. Umkumbuke mtumishi wako Mheshimiwa Raila Odinga uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa kwa ubatizo alishiriki kifo cha Kristo, mjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yesu Kristo, kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele.
Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, na acheni amani na peni amani yangu. Sitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani. Asante Yesu, kutunyesha damu yako. Umetulisha kwa mwili, umetunyesha kwa damu. Asante Yesu, katika hekalu. Umetulisha kwa mwili, umetunyesha kwa damu. Asante Yesu.
uaminifu wako, kama kweli wampenda bibi harusi, ingia ni haki ya uaminifu wako. Tuvumilie tabu na raha, weka saini yako bwana harusi mpendwa, kama kweli wampenda bwana harusi, ingia ni haki ya uaminifu wako, ingia ni haki ya uaminifu wako. Ishara ya upendo, tumiseni pendane tupigane yote. Mmepeana pete, ishara ya upendo, tumiseni pendane tupigane yote. Mkazae matunda matunda ya heri maishani mwenu. Pili, tumpe pongezi zake Baba Paroko aliyeibariki ndoa hii, tumpongeze. Tatu, tumpongeze Baba Katekista aliyewaandaa maharusi wetu. Nne, tuwapongeze baba yangu na mama yangu kwa kazi nzuri waliofanya siku ya leo kwa kutimiza nadhiri yake. Baba, pongezi sana. Alikuwa anasema mwaka jana kwamba mwakani natamani nifunge ndoa, na kweli leo imefanyaje? Na wengine tuige sasa, tusio tunatoa ahadi za uongo. Waya ahidi tu kila mwaka, Mungu atatulani. Maana kile unachokisema Mwenyezi Mungu ana kopi. Kwa hiyo usipotekeleza ni dhambi. Kwa hiyo baba zangu, hongereni sana. Leo hakuna mengi zaidi ya kumshukuru Mungu. Nachukua nafasi hii kuwapongeza ninyi nyote mliohudhuria. Hongereni sana na Mungu awabariki. Bila kuwasahau wanakwaya, mmependeza. Mbarikiwe sana. Sitakuwa na mengi zaidi ya kuwachosheni. Sisi ratiba yetu ndio inaelekea mwisho, wakabidhi ukumbi wengine. Baada ya hapo tutamkaribisha mkuu wa familia hii ili aweze kutoa neno kwa waumini, kwa ndugu na jamaa wananzengo waliohudhuria hafla hii. Karibu sana. Na mwisho, baada ya kutoa neno mkuu wa familia hii, moja kwa moja mimi nitaondoka hapa, nitakabidhi maiki kwa mkuu wa familia hii. Mkuu wa familia hii atamkabidhi katekista, na baada ya katekista atamkaribisha Baba Paroko ili na yeye aweze kutoa neno. Karibu sana. Kristo
Jamani, maharusi wetu wamependeza, hawajapendeza? Tunashangilie. Asanteni. Kwa niaba ya familia ya mzee Rafaeli Makomba, ninayo machache ya familia hii. Kwanza kabisa, tunashukuru sisi kama familia kwa ujio wa Faza kuja kuongoza misa hii ya ndoa. Tumshangilie Faza wetu. Baba, asante na tunakupenda. Pili, tunamshukuru katekista wetu kwa kuwaongoza maharusi wetu mpaka kufikia wakati huu. Katekista, tunakushukuru sana. Pia familia hii inawashukuru nyote mliohudhuria hapa na tulioshiriki ndoa. Pia bado inawaomba, sherehe hii haijaishia hapa. Huu ni mwanzo na bado tunaendelea. Baada ya ndoa kuna maji tutapata. Baada ya kupata maji tunaendelea na sherehe yetu. Hivyo basi tusiende mbali, tuanze kutafutana wakati wa kupata maji. Tukishamaliza misa tubaki tupate maji, tuendelee na sherehe yetu. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Asanteni sana. Ni jambo tu la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa, haya yote ni yeye amewezesha. Ingine ni mshukuru baba paroko kwa ajili ya adhimisho la misa ya wanandoa hawa. Nimpe pole tu kidogo, changamoto badala ya njia aliyozoea leo alihangaika kidogo. Pole sana baba. Kingine ni pongezi kwa maharusi. Ninawapongeza sana kwa uamuzi wenu huu mzuri. Vile vile wanakwaya ninawapongeza. Yaani mmetufanya kwenye sherehe ya ndoa, misa ya ndoa kweli. Hongereni sana wanakwaya. Niwapongeza waumini, ndugu jamaa na marafiki mliohudhuria hapa. Kwanza kabisa ninavyowatazama ninawapenda. Nilikuwa nafikiri kwamba misa hii sijui tutamaliza salama. Yaani ndugu jamaa na marafiki, hongereni sana kwa utulivu wenu na kwa usikivu wenu. Mwisho kabisa niombe tu na neno moja tu dogo. Inawezekana mwingine akafikiri kwamba leo ni Dominika, kesho tuna ibada kama kawaida kigamboni kwetu. Nataka niishie hapo. Mungu awabariki sana. Baada ya haya nimkaribishe sasa baba paroko kama baba yetu wa kiroho, pamoja na kuwa amesema mengi na sana sana kwa mahubiri yaliyokuwa yanajenga na kuvutia. Ninaamini kuna neno jingine tena zuri tu ambalo atatupa. Baba, karibu sana. Maana bila nyinyi kukubali kwa wasimamizi na nyinyi pia bila kukubali kurekebisha ndoa yenu, nadhani hatungekusanyika hapa. Kwa naomba tuwape pongezi kwa shangwe kubwa. Labda tu ni kuwakumbusha wale ambao wanasemwa ni wasimamizi kwamba kama ndoa ina changamoto, mtu wa kwanza kumwona ni msimamizi wako. Kwa hiyo inabidi ya kwamba uwashirikishe. Kama kuna shida unamwambia mama, kama kuna unamwambia baba. Ukiwashinda basi unamwona katekista. Ukishinda katekista basi unakuja parokiani kwa ajili ya padri kutoa pia labda ushauri wake. Kwa hiyo sije kwamba kuna changamoto ya ndoa unaanza kutafuta marafiki wengine ambao wanaweza kukupotosha. Na ndio maana ulichagua hao wasimamizi ili wawasaidie kuishi maisha ya ndoa. Na sisi pia ambao tuko hapa tunaalikwa kuendelea kuwaombea, wanahitaji sala zetu. Ndoa sio rahisi vile, lakini na changamoto zake. Lakini vile nilisema, tunahitaji sana uvumilivu katika maisha ya ndoa. Na pia tunahitaji upendo
Nilisisitiza sana wanawake kuheshimu waume, lakini ni jukumu la mwanaume kumpenda mke wake. Ndiyo maandiko matakatifu yanayosema wanaume inabidi wapende wake zao. Kwa nawaomba sana wanaume kwamba jitahidini, hasa leo na Munda Rafaeli, kumpenda mke wako. Unajua ukimpenda mtu ataona tu kwa matendo. Hamna haja hata ya kusema na kupenda. Yaani kupitia matendo unayoyafanya, yale ambayo unayofanyia, basi kila mara itamfanya ajisikie nyumbani. Lakini kama hatupendi wake zetu, basi inakuwa changamoto. Kwa hiyo naomba sana wanaume ambao mnanisikiliza hapa, pendeni wake zenu. Ni amri ya Mungu. Inabidi upende mke wako mpaka achanganyikiwe. Lakini kabla ya changanyikiwa, basi hapo haujaonyesha upendo. Na inabidi pia upende mke wako na umtunze mke wako. Kusema tu nampenda bila kumtunza pia bado hujafanya chochote. Kwa hiyo inabidi kwamba tunaposema tumependa wake zetu, tuwatunze wake zetu. Unajua kutunza wanawake, si ndio? Lazima aone vizuri, avae vizuri, ashuke nywele vizuri, avae viatu vizuri. Hiyo ndio kutunza. Sasa wewe unaongea na mke unashindwa kutunza. Tunza mke wako mpaka aonekane kama mbunge katoroka vikao Dodoma. Na mwisho kabisa, maisha ndoa, maisha ya kuvumiliana, na hii nasema kwa wote ambao tuko hapa, tuvumiliane katika maisha. Baadaye aliposema anarudi kwao, mume wake akasema usirudi, lakini aling'ang'ania kwamba mimi narudi, siwezi nikavumilia zaidi ya haya. Basi akisema kwamba kama unarudi tupeane talaka. Kwa hiyo walikuwa na ng'ombe 50. Nusu ya 50 ni ngapi? Wakagawa ng'ombe 25. Walikuwa na eneo la ekari pia 50. Nusu ya 50 ni ngapi? 25. Walikuwa na fedha benki. Kwa hiyo lakini Mwenyezi Mungu aliwabariki na watoto 3. Nusu ya watoto 3 ni ngapi? Nauliza nusu ya watoto 3 ni ngapi? Sasa wakaona inabidi wagawe. Sasa wakaona kuliko kugawa mtoto ni kwamba tuvumiliane. Mungu ataleta mtoto mwingine, basi tutagawa 2. Basi wakaanza kuvumiliana. Yule mama akawa mjamzito, akaenda Itobo akajifungua. Alipojifungua akajifungua mapacha. Wakawa watoto wangapi? Nusu ya 5 ni ngapi? Akasema Baba Masanja, hamna haja ya kuachana. Naona tuvumiliane. Mpaka leo ile ndoa bado ipo. Mungu ni mwema. Kwa hiyo naomba kwamba tuvumiliane kwenye ndoa zetu. Baadhi ya wanawake shida yenu ni kutafuta wanaume ambao wana hela. Hiyo ndio shida yenu. Kwa hiyo huyo mume wako baki naye kwenye shida, kwenye raha. Ni nani? Ni mume wako. Na baadhi ya wanaume pia shida yenu ni kuangalia sura. Kwa kuna baadhi ya wanaume wana tamaa. Kila mtu anamwacha mke wake, jua ni tamaa tu. Na wewe pia unayetembea na mume wa mtu, jua tu kwamba malipo ni hapa hapa dunia. Utakapolewa na ukisikia pia mtu anatembea na mume wako, kaa kimya. Malipo ni hapa hapa dunia. Kwa hiyo tujitahidi katika maisha yetu. Warembo watazidi kuzaliwa kila siku, ridhika na mke wako. Na pia baadhi ya wanawake, sio tu kwamba mnaangalia tu mifuko za wanaume. Unajua kuna baadhi ya wanawake shida yenu ni fedha. Ukipata mwanaume ambaye ana hela, hata sipokuita akikohoa tu unadhani amekuita. Ndio shida hii. Kwa hiyo basi tuombe Mwenyezi Mungu basi leo tunapokuwa kwenye maisha ndoa, kila mtu arudi nyumbani. Baki waaminifu katika ndoa zenu. Kama wewe ni mwanaume, mpende mke wako na pia usipige mke wako. Kuna watu wanapenda sana kupiga. Lakini pia kuna baadhi ya wanawake ni kierere sana. Na ndio maana mnapata kofi zingine hamna utaratibu.
sababu unaongea sana. Kwa hiyo jitahidi katika maisha yako pia uchunge mdomo wako. Mungu ni mwema. Basi nimalize kwa hayo, na watakieni kila laheri wanandoa, sherehe njema. Mungu awabariki. Asante.